Bwana, ni kukaribishe tena kwa mara nyingine ndani ya FJTV na hii ni Sport Recap. Utakuwa nami Neema Kayugwa kama kawaida, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na mchambuzi wangu wa zamu kabisa Ahmed Ali, ambaye yeye atakupitisha kwenye taarifa zote kiuchambuzi zaidi ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi kwenye upande wa kitaifa siku ya leo, Yanga anarejea baada ya kutoka kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini anarejea NBC leo, atacheza na Dodoma Jiji. Lakini pia kwa siku ya jana klabu ya Simba imeweza kumtambulisha kiungo mshambuliaji ni nani. Endelea kusalia nasi mwanzo hadi mwisho, tunarejea. Yes, tumerejea tena na hapa kubwa zaidi tunaenda kumtizama Yanga ambaye yeye baada ya kurejea ama kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Al Ahly anarejea leo katika uwanja wa KMC majira ya saa 1 usiku kukutana na Dodoma Jiji. Utakuwa ni mchezo wa namna gani? Yuko hapa Ahmed Ali kukujuza yale yote ambayo unahitaji kuyafahamu. Ndugu yangu, kwema? Kwema kabisa. Uko poa? Anamshukuru Mungu, uzima upo. Na leo tunaangalia baadhi ya mitanange ambayo inaweza kujili katika siku ya leo na majira ya saa 1 patakuwa na mchezo kati ya Young Africans na Dodoma Jiji. Tuanzie hapo hapo kwa Yanga na Dodoma Jiji. Utakuwa ni mchezo wa namna gani? Kwa sababu ukiangalia Yanga ana performance yake, lakini Dodoma Jiji pia ana performance yake na wote wapo katika msimamo wa ligi. Tukija katika msimamo wa ligi wa NBC, Yanga yuko nafasi ya pili hadi sasa hivi akiwa amecheza mchezo 7. Yuko nafasi ya pili, lakini nafasi ya kwanza akiwa JKT. Na tukija kuangalia mchezo kati ya Yanga na Dodoma Jiji na ukija kuangalia kwamba Yanga yuko nyumbani. Ya mchezo wa leo Yanga atakuwa nyumbani pale KMC Complex, lakini ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa sababu ni mpira wa miguu, lakini ni wa kawaida sana kwa klabu ya Yanga. Licha ya matokeo mabovu waliyopata katika mashindano ya klabu bingwa, walichapa goli 2-0 na Al Ahly, lakini haileti utofauti kwamba watakuja kufanya vibaya katika mchezo watakokutana na Dodoma Jiji. Ukija kuangalia hata takwimu walizokutana zaidi ya mara 3 Dodoma Jiji anapoteza mfululizo. Na sio anapoteza tu, anapoteza kwa magoli mengi. Ukija kuangalia mara kwanza anafungwa 5-0, anakuja anafungwa 4-0, anakuja tena anafungwa tena 4-0. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani yani Dodoma Jiji yuko underdog kwa Yanga, hata kubadilisha matokeo inakuwa ni changamoto, lakini hawezi jua leo hii huenda Dodoma Jiji wanaweza kaufuta huo uteja wa mara kwa mara kupoteza michezo zaidi ya 4 mfululizo, au ulisha kufuta uteja wanaweza kaja kusurprise kuonyesha kitu cha tofauti katika mechi ya leo. Kwa hiyo yote yanawezekana, huu ni mchezo, lakini kiuhalisia katika makaratasi lazima tutampa Yanga katika daraja la juu na Dodoma Jiji anaingia kama underdog katika mchezo wa leo. Tukiachana na taarifa ya Yanga bwana, watu wanaendelea kusajili na ukiangalia sajili zinafanyika ili kuboresha kikosi. Klabu ya Simba siku ya jana imeweza kumtambulisha kiungo mshambuliaji. Ukiangalia wanaendelea kuboresha kikosi chao kwa ajili ya kujipa nafasi ya kufanya vizuri. Anseti Oura kutokea, ukiangalia timu ambazo kazicheza, ukiangalia background yake ni timu kubwa kwa Afrika, lakini pia imeendelea kufanya vikubwa. Asec Mimosa tunaifahamu. Asec amecheza Mimosa, pia ana uzoefu mkubwa wa ligi ya Afrika Kusini ambaye amecheza Stellenbosch. Lakini pia huyu Anseti Oura ni mchezaji mkubwa, ana profile kubwa, pia ni yule anaweza kucheza nafasi zaidi ya 3. Anaweza kucheza kama winga, anaweza kucheza kama striker, pia anaweza kucheza kama mshambuliaji wa kati. Mwana zote hizo nafasi anaweza akacheza vizuri na akakupa matokeo ambayo unastahili. Na mara ukiangalia kati anacheza katika timu yake ya Almen kule Ulaya. Ana experience pia kucheza ligi ya Ulaya. Huyu Anseti Oura, kwa sababu ni mchezaji ambaye tayari ameshajijengea profile ndani ya umri, ana miaka 26, lakini mchezaji ambaye yuko katika na title kubwa sana. Ameshapitia vilabu karibia 4 na vilabu vyote hivyo ni vilabu vikubwa Afrika. Licha kule Ulaya alikuwa anacheza klabu ya kawaida sana, lakini ukija kuzungumza ligi ya Ulaya tofautisha na ya kwetu katika bara la Afrika. Kwa kule ukiangalia klabu yake Almen alikuwa anatumiwa kama mshambuliaji wa kati na bado aliweza kuscore katika mechi kadhaa, na akarudi tena Afrika Kusini katika klabu ya Stellenbosch ambayo akaja kufanya kazi pamoja na Steven Becker ambaye sasa hivi Steven Becker ndio yupo katika klabu ya Simba. Kwa hiyo akaamua kama kumvuta kijana wake bwana, njoo Tanzania tufanye kazi. Kwa hiyo maana sasa hivi huyu Anseti jana amekula kandarasi ya miaka 2 na akamsajili huyu kijana. Ni kijana mwenye umri mdogo, lakini kijana mchapakazi na anajua nini maana ya boli. Bwana, ni kijana mdogo lakini pia ni kijana ambaye anajua nini maana ya boli. Ni maneno yake Ahmed ambayo anatuambia kwamba na anatuhakikishia kwamba ni mmoja wa wachezaji wazuri. Ukiangalia profile yake
inasema yote. Kwa taarifa za hapa ndani sisi hatuna la ziada. Tukirejea ni upande wa kimataifa zaidi na kubwa zaidi, tunaenda kuiangazia UEFA ambayo kwa siku ya kesho inaenda kuzinduliwa ama inaenda kurejea tena kwa upya wake. Usiku wa mabingwa barani Ulaya unarejea kwa siku ya kesho, na tunafahamu bwana, watu wengi wanasubiri kuona klabu ya Arsenal itaendelea kufanya kitu gani, lakini pia itaendeleza ule ubabe wake wa kushinda michezo mfululizo mara nyingi na kuendelea kuandika historia. Siku ya kesho Arsenal anayekutana na Kairat, moja ya timu ambayo naweza nikasema ni kibonde sana kwa klabu ya Arsenal, lakini pia ni moja ya timu ambayo imeendelea kugawa utamu ndani ya UEFA Champions League. Michezo 7, kafungwa michezo 6, akidraw mchezo mmoja. Hii ina maana gani kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Arsenal? Huu ni mchezo ambao Arsenal kwa yeye utakuwa kama ni tiba kwake, kulingana na matokeo aliyopata katika EPL baada ya kukutana na Man U. Kwa sasa hapa anataka kwenda kama kujiponesha kidonda chake alichokipata. Kwa mimi kwa upande wangu, kama mwanzo nilivyosema hapo awali, katika makaratasi tunampa Arsenal moja kwa moja. Yaani kulingana na takwimu zake na mfululizo mzuri wa matokeo, ukiangalia mechi 7 na zote ameshinda, na ndo anaongoza kundi katika kundi lake. Hii ndio yuko pale kileleni akiwa na pointi 21 michezo 7. Na kwa hiyo ukija kumwangalia huyu Kairat ambaye yuko nafasi ya chini kabisa mwenye pointi 1, ukija kuangalia ni watu wenye madaraja mawili tofauti. Ukianzia katika daraja la ukubwa kidunia katika ligi, pia ukija kuangalia daraja hata la ligi wanazotoka, huyu mwingine anatokea Afghanistan, huku ligi yao tofauti, hawezi kulinganisha na ligi ya EPL. Kwa hata ugumu wao kwa wao katika wao, huyu Arsenal anamweza huyu Kairat katika battle sehemu zote mbili, nje ya uwanja na ndani ya uwanja, kote bado Arsenal anapewa takwimu kubwa ya kushinda katika mchezo huu wa kesho. Kwa hiyo licha yote kwa yote, mpira pia na matokeo yake. Wanasema tusimalize maneno. Kwa hiyo unaweza kusema bwana, Arsenal ana takwimu, ndio yuko na takwimu kubwa ya kushinda, lakini huwezi jua nini kitatokea. Watu wanaweza wakaja na surprise. Kwenye makaratasi anapewa Arsenal anashinda, lakini mwisho wa siku uwanjani atakayejiandaa vizuri, atakayetumia mbinu sahihi za mwalimu alivyoelekeza katika viwanja vya mazoezi, ndicho atakuja kuapply katika uwanja siku ya field. Watu wengi wanasema kwamba ikifika mwishoni mwa ligi Arsenal kuna namna anapoteza nguvu ya upambanaji, kwa sababu wameona ametoka kupoteza na Man U kwenye ligi, lakini kwenye upande wa UEFA ameendelea kuonyesha ubora. Naona kiona hicho kwamba Arsenal anaishiwa nguvu, ama kuna namna anakutana na wapinzani wenye nguvu kubwa kuzidi yeye. Huu ni mpira. Kwa hiyo mpira bwana, unakuwa ndio tunabeba sana na historia, lakini historia zipo afu zinavunja. Kwa hiyo kama watu tumekalili kwamba ikishafika karibiana mwishoni mwa ligi Arsenal anaanza kulegalega, huwezi jua naye huenda analifahamu hilo. Kwa mwaka huu anaweza kawa anafanya ameshatafutia tiba hilo jambo. Kwa hiyo huenda anatafuta possible way sahihi kabisa ya kusuluhisha hiyo changamoto. Kweli amepoteza mchezo wa ligi ambao watu hawakutarajia, ambao mchezo kati yake na Man U. Na Man U sio kama timu ndogo, wale ni wakongwe pale. Kwa hiyo kupoteza pia ni jambo tu la kawaida Arsenal. Lakini tukirudi katika hii timu wanaokutana nayo katika huku ligi kuu, klabu bingwa za Ulaya, ni timu ya kawaida sana, ambao ni timu hadi kwa sasa na pointi 1 katika msimamo wao. Licha ya kuwa na pointi 1, haimwezi Arsenal katika, yani tukija kuangalia kwenye takwimu, katika ushindani, katika matokeo, katika kila kitu, Arsenal bado ataendelea kuwa katika chati ya juu ukimlinganisha na huyu ambaye anakuja kushindana naye, ambaye yuko nafasi ya chini kabisa, msimamo wake uko chini na ana pointi 1. Kwa hiyo kwenye makaratasi tayari tunampa Arsenal kwamba ni mshindi katika mechi ya kesho. Bwana, kwenye upande wa makaratasi ama kwenye upande wa takwimu Arsenal wanaonekana kuwa bora zaidi, lakini mpira ni dakika 90. Ukiachana na mechi ya Arsenal pamoja na Kairat bwana, sio Arsenal tu ambaye atacheza kwa siku ya kesho, lakini pia Manchester City yeye ataenda kuumana na Galatasaray, ambao hawa waliweza kumtoa jogoo ama waliweza kumfunga Liverpool. Lakini pia Napoli yeye ataenda kukutana na Chelsea, ambavyo tunafahamu Chelsea ni mabingwa wa dunia kwa ngazi ya virabu. Sisi hatuna la ziada mndani. Ulikuwa nami Neema Kayugwa, lakini nilikuwa na Ahmed Ali ambaye alikupitisha kwenye taarifa zote za kimichezo hapa ndani pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kufuatilia FJTV kwa taarifa zingine.